yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna anawatakia waja wake kheri katika ulimwengu huu na kesho akhera. Lakini rehema ya pili, ndugu zangu, alipoulizwa huyu mwanachuoni katika huruma ya Mungu ni gani hiyo, akasema katika huruma ya Mungu miongoni mwao ni 10 ya mwisho ya Ramadhani. Kama kuna rehema ya Mwenyezi Mungu juu ya waja wake ni katika 10 ya mwisho ya Ramadhani, ambapo Sheikh Faraja ameelezea hapa na mimi naye nitaongezea. Hii 10 ya mwisho, ndugu zangu, inapatikana mambo mengi sana ndani yake, na Muislamu hafai kuichezea. Muislamu nitakana ajipinde katika masiku 10 haya, asiweze kuyachezea, kwa sababu ni nafasi ya dhahabu katika maisha yake. Kama hadithi ilivyokuja bi Aisha anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala 10 al-awakhir shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahla. Mtume alipokuwa inafika 10 ya mwisho Ramadhani, sasa ndio alikuwa na kaza mkanda. Maana yake sasa ndio ibada inaanza, kwa sababu kheri ya Ramadhani yote inapatikana mwisho wa Ramadhani. Innama al-a'mal bil khawatim, matendo yanategemea mwisho wake. Kheri ya Ramadhani yote inapatikana katika mwisho wa Ramadhani. Ndio maana akikaza mkanda ndani ya 10 ya mwisho ya Ramadhani inapatikana usiku wa cheo, ambaye ni usiku wa Lailatul Qadr. Katika usiku huu wanajazana malaika katika ardhi, hakuna mfano wake. Mtume ametaja katika Muslim, anasema wanajazana malaika katika ardhi kalhadra, kama mawe ya kokoto. Abdullah bin Umar anasema lao mtu anapata nafasi ya kupanda juu ya jengo lililokuwa juu au juu ya jabali au juu ya mti mrefu akapata kuwaona hawa malaika, basi huwezi kuiona chembe moja ya mchanga. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, wanateremka malaika na Jibril akiwa katikati yao. Katika usiku huu, ndugu zangu, ndio usiku wa cheo. Maana yake ni nini? Maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja hii katika sura Ad-Duhan, anasema inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundhirin, hakika tumeiteremsha Qur'ani katika usiku uliobarikiwa, naye ni usiku wa Lailatul Qadr. Tutakuja kuelezea hapa baadhi ya alama zake, ndugu zangu, ambapo sisi al-ibra laysa bil alamat. Ibra, mazingatio, sio mtu kuona alama za Lailatul Qadr. Pamoja na Mtume amejitaja, mazingatio ni mtu azidishe ibada. Tuchukue mfano leo, umeziona zile alama zote za Lailatul Qadr ambazo Mtume alizitaja katika hadithi sahihi. Ndio maana yake umekubaliwa. Ndio unaona kuna baadhi ya watu yeye anajua kwamba usiku 27 ndio usiku wenyewe, kwa dalili zilizokuja nyingi, basi ataswali usiku 27 pekee yake. Kuna wengine akishaiona ile alama, mfano imeonekana mwaka jana alama zote usiku 21. Sasa baada ya usiku 21 unamuona mtu tena shaambiwa sasa ile bidii ambayo alikuwa naye, kana kwamba yeye ameshafaulu, yeye ashaipata hiyo siku. Umejuaje umepata? Zidi kumuomba Mwenyezi Mungu katika masiku mengine yaliyobakia, uwe miongoni mwao. Sio kila mtu ambaye atakubaliwa katika masiku haya. Kila siku hii, ndugu yangu, ni lazima uifanyie kazi, na ndio unaona hiyo siku ikafichwa, haijulikani ni lini, hakuna anayejua, ili mimi na wewe tuweze kuifanyia kazi ya ibada, kwa sababu leo ingilikuwa inajulikana siku yenyewe ni gani, basi sisi sote hapa tulikuwa tunalala tunangojea hiyo siku, tunangojea tu basi, na hii ingekuwa ni makosa makubwa sana. Lakini katika usiku huu wa Lailatul Qadr, miongoni mwa mambo ambayo inafanyika ndani yake na inaitukia ndani yake ni siku anasema fiha yufraqu kullu amrin hakim. Mwenyezi Mungu anapambanua mambo yote itakayotokea toka Lailatul Qadr mwaka huu mpaka Lailatul Qadr mwaka ujao. Mambo yote ambayo itakayotokea hapa katikati, Mwenyezi Mungu anawaamrisha malaika wanaitoa ile faili ambayo imeandikwa matukio yote na mambo yote ambayo yatakayotokea katika muda wa mwaka mzima ambayo iko mbele yake. Ndani ya hii faili, kama anavyoelezea Ibn Abbas, kuna majina ya watu. Ndani ya hii faili kuna matukio ambayo yatakayotokea. Ndani ya hii faili kuna majina ya watu, maana yake ni watoto wangapi ambao watazaliwa mwaka huu. Majina yao yote yameandikwa ndani.
Nani ambaye atakayefariki mwaka huu? Majina yao yote yameandikwa mle ndani. Nani ambaye atakayepata ajali? Nani ambaye atakayepata riziki? Nani ambaye atakayepatikana jambo kadha wa kadha? Abdullah bin Umar anaandika, anasema Abdullah bin Umar radhiallahu anhu, yameandikwa majina ya watu katika faida ya Lailatul Qadri mpaka wale watu ambao watakaokwenda kufanya ibada ya haji mwaka huu. Wewe unajiona una uwezo, huna mbele, una nyuma, kwa jina lako limeshaandikwa. Mwaka huu utaenda. Unayo uwezo, una uwezo. Ndio unaona Abdullah bin Abbas anasema imeandikwa mpaka matukio yatakayotokea mwaka huu. Yatatokea matukio gani? Tetemeko la ardhi, mafuriko, gharika, volkano, moto. Sasa hakuna anayejua katika faida ya Lailatul Qadri ni nani ambaye jina lake limo huko ndani. Na ikiwa litakuwepo, wewe na mimi ndugu yangu, itakuwa katika orodha ya watu gani? Katika watu ambao watakaozaliwa, katika watu ambao watakaofariki, katika watu ambao watakaopata ajali, katika watu ambao watakaokwenda haji. Hakuna anayejua. Ndio unaona ndugu zangu, ni lazima tuishi kama tunavyoishi ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu jambo lolote linaweza ikatokea wakati wote. Wewe usifikiri kwamba hii hali ambayo uko ndani yake leo utaendelea kuishi hivi milele, kwamba yatakuwa kila siku hivi tu. Tena inaweza ikamtokea mtu kwa ghafla, wewe hujui. Ndio unaona hata Ramadhani ikisha, kila mmoja wetu lazima aendelee. Wewe leo unakuja kuyaharibu haya ambayo umeshayatengeza ndani ya mwezi wa Ramadhani mzima, baada ya Ramadhani kisha usipewe nafasi nyingine ya kurekebisha. Na kumbe jina lako limo katika orodha ya watu ambao watakaondoka duniani, wewe mwenyewe una habari. Wangapi ambao tulikuwa nao mwaka jana, kumbe majina yao yalishaandikwa, mwaka huu hawatakuwepo. Na mwaka huu ni hivyo hivyo, na hatujui ni nani. Lakini katika jambo kubwa ambayo inaitokea katika usiku wa Lailatul Qadri vile vile ni dua ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimfundisha Bi Aisha radhiallahu anha. Bi Aisha anamuuliza Mtume, ya Rasulullah, idha ahsastu annani adraktu Lailatul Qadri, mimi nitakapohisi kwamba leo nimeipata Lailatul Qadri, ama leo ndio usiku wa Lailatul Qadri, niseme nini? Mtume anamwambia Bi Aisha, kutuambia sisi, sema Allahumma innaka afuwwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Mwenyezi Mungu, wewe ndio ulimsamehe na unapenda kusamehe, basi nakuomba Mwenyezi Mungu nisamehe na mimi. Unajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapokusamehe wewe kwa sababu ya Allahumma innaka afuwwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni, atakusamehe na ikifunguliwa faili yako vile vile anayafuta yale madhambi yote ambayo umeyafanya. Hii ndio maana ya Allahumma innaka afuwwun. Ndio unaona hiyo dua yako kubwa katika siku 10 ya mwisho ya Ramadhani, itakana uisome hasa wakati wa usiku. Urudie mara 100, mara 200, rudia kile unavyoweza. Unajua ni tofauti na mtu kusema astaghfirullah ama rabbi ighfirli. Wewe leo Mwenyezi Mungu atakusamehe na astaghfirullah au rabbi ighfirli, atakusamehe, lakini ndani ya faili yako bado inaonesha kuna madhambi fulani wewe uliyofanya. Lakini Allahumma innaka afuwwun, unasamehewa na madhambi yako pia yanafutwa. Na ndio unaona ndugu zangu, katika hii mwezi wa Ramadhani, katika hadithi ambayo ni refu, Mtume ametaja mwezi wake, idha kanat awwala lailati min Ramadhan, mpaka mwisho wa hadithi. Mwisho wa hadithi Mtume anataja, anasema walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli layla. Katika riwaya nyingine, wa dhalika fi kulli lailatin min Ramadhan, Mwenyezi Mungu anawawacha mamilioni ya watu kila usiku wa Ramadhani kutokana na moto wa jahannam. Unajua, unapomsikia Mtume anasema utaqa rizqun minan nar, maana yake lau Mwenyezi Mungu atakujalia wewe miongoni mwao, atakuacha na moto wa jahannam katika usiku mmoja wapo ya Ramadhani, basi pata kujua ndugu yangu, hautoingia motoni milele. Hii ndio maana ya utaqa. Umeshafutiwa madhambi yako yote, kwenye faili umeondolewa, na huku umeachiliwa na moto wa jahannam. Hebu fikiri ndugu yangu, leo siku ya Kiyama, na madhambi yote na kasoro zote tulikuwa nazo na hasira zote ambazo tumempandisha Mungu, unafika pale mbele siku ya Kiyama kwenye hisabu, unaambiwa bwana, wewe una hisabu wala una ikabu, unafunguliwa mlango wa pepo, ingia moja kwa moja. Alafu mtu anakuja kuyaharibu haya baada ya Ramadhani imeshamalizika. Na ndio unaona wanasema baadhi ya wanazuoni, lau Mwenyezi Mungu atakujalia miongoni mwa watu ambao watakayefutiwa madhambi yao,
na ambaye watakayetolewa ndani ya moto wa Jahannam katika usiku mmoja wapo ya Ramadhani, basi atakukinaisha na yale mabaya yote ambayo ulikuwa ukiyafanya, utaanza kuyachukia na utaacha. Kwa sababu haiwezekani wewe leo umeshasamehewa, haiwezekani leo umeshatolewa ndani ya moto wa Jahannam, alafu tena baada ya hapo unarudia tena machafu yale yale. Ndio unamkuta mtu Ramadhani amembadilisha, amerudi, amekuwa ni mtu tofauti. Lakini hapo kwa ufupi, ndugu zangu, acha nielezea, alafu tukipitia maswali. Kuna alama tunajifanya ambayo Mtume ameziweka. Unapoziona hizi alama, upate kujua kwamba hizi usiku wa leo ndio usiku wa Lailatul Qadr, lakini usiku wenyewe imefichwa. Jambo la ajabu, alama zote hizi ambazo Mtume amezitaja inapatikana mwisho wa karibia na alfajiri, na nyingine inapatikana alama zake baada ya jua imeshatoka alfajiri. Unajua leo alama hizi zikionekana baada ya maghrib au baada ya isha, watu wangejua leo nafikiria basi kila mtu sikio asingelala, lakini bado imefichwa katika usiku wenyewe ule, ili mimi na wewe tuweze kuifanyia kazi. Na leo wewe, ndugu zangu, si masala ya wewe kutafuta alama, na kuna wakati mwingine hizi alama watu wengine kwa sababu ya hali ya anga pia usiweze kuona. Si muhimu ni kwamba wewe uzidishe zile ibada na ujipinde sawasawa, na muombe Mwenyezi Mungu akujalie miongoni mwa waja ambao watakaipata usiku mmoja. Nao utaipata ni bora kuliko mtu kufanya ibada miaka 83 na miezi 4. Khairun min alf shahr, bora kuliko zaidi ya miezi 1000. Miezi 1000 ni miaka 83 na miezi 4 kwa ibada ya usiku mmoja. Utaandikiwa miaka 83 na miezi 4 ulikuwa unafanya ibada tu kwa usiku mmoja, ibada unafanya. Ndio unaona usiku huu, ndugu zangu, itakana tujipinde hapa. Sisi hii dunia tumeshaikimbiza muda mrefu sana, na ndio unaona yule ambaye yumo ndani ya itikafu atakuwa na nafasi nzuri zaidi kuliko yule mwingine ambaye anaitegea. Ikiwa labda nafasi yako haikuruhusu, biashara yako huwezi kufunga, kazini ukupewa ruhusa, hapa itabidi ujisukume kadri ya uwezo, ujipinde, ujitume kwa muda ambao utakuwa naye. Wanasema baadhi ya wanazuoni hata usiku mmoja ni Lailatul Qadr. Usiku mmoja ni itikafu, unaweza kuipata Lailatul Qadr. Lakini yule anajipinda katika usiku zote msikitini, hatoki humo ndani, siku 10 masaa 24 amejifungia ndani ya msikiti, huyu anaye nafasi nzuri zaidi. Na ndio unaona Mtume katika miaka 9 alifunga Ramadhani, hajawahi kuacha kukaa itikafu hata katika mwaka mmoja. Na ile mwaka ambayo Mtume alikufia ndani yake, alikuwa anaenda kufia ndani yake, alikaa itikafu 20. Na Mtume alipofariki, wake zake Mtume na wanawake kama maswahaba waliendelea kukaa itikafu msikitini mpaka kufa kwao, na maswahaba wenyewe na wewe unatangulia. Sasa nafasi yangu mimi na wewe leo, angalia ndugu zangu, katika msikiti kama huu, kwa msikiti wa Jamia, waswaliji hapa ni watu 3000, 4000, 5000. Watakaokaa itikafu katika msikiti kama huu hawatuzidi watu 10. Watu wengine wote mpaka leo hawajaona muhimu, wako mbioni na umri unakatika, siku zinakwenda, wakati unakaribia. Wewe leo umefunga Ramadhani ngapi katika maisha yako ndugu yangu? Mtume alifunga Ramadhani 9, wewe umefunga ngapi? Wengine hapa zaidi ya 50, zaidi ya 40, na mpaka leo hatujaona umuhimu wa kukaa itikafu ndani ya nyumba ya Mungu, kujipinda. Maana hii dunia tumeikimbiza miaka nyingi na tuko pale pale na tunaendelea kuzeeka. Baba tutakataza, wengi wetu hapa tushazeeka mpaka mti imeshatoka, mwili inapinda. Mtu anakwenda kusukutua kwenye sinki ya maji wakati wa asubuhi, yeye mzima meno yake yote sawa, meno inang'oka bila nuki, anapewa ishara hapa na bado yeye hajaona. Tunaona mimi bado nitaendelea kuwepo tu, na siku haya inapita, yanaponyoka hivi hivi. Ndio unaona hapa, ikiwa mtu anaweza kujipinda masiku yote 10 haya, huyu ndio yuko ndani ya nafasi nzuri kuliko mtu yote ambaye anategetegea. Unafahamu, kuliko mtu yote ambaye anategetegea. Sasa katika hizi alama, ndugu zangu, miongoni mwao ameitaja Imam Bukhari na Muslim, ni hadithi ni muttafaqun alayh. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika alama za Lailatul Qadri, Lailatul Qadri lailatun samhatun tadiqa la harratun wala barida tusbihu ash-shamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Lailatul Qadri ni usiku ambaye imetulia, ni usiku wa kipekee. Lailatul Sabha, Sabha maana yake imetulia,
tena ya kipekee. Maana yake utulivu iliyoko ndani yake haijawahi kuonekana. Ndio Mwenyezi Mungu anasema salamun hiya, ile amani ambayo iko ndani yake. Si kama wanavyosema baadhi ya watu kwamba Lailatul Qadr ni kitu fulani, au Lailatul Qadr ni aina ya nyota fulani, au ni mwangaza, au ni mtu fulani. Sio kitu, ni usiku. Ndio maana ikaitwa Laila. Ni usiku mmoja, sio lailatan wala layali, usiku mmoja. Si kitu. Nakumbuka sisi zamani, ndugu zangu, tulikuwa tunaambiwa kwamba Lailatul Qadr ni aina ya kitu. Hata nakumbuka kuna mzee mmoja ambaye ashafariki, ambaye uko naye katika mtaa wa Karoleni hapa. Alikuja msikitini wakati wa alasiri, akatuambia bwana, mimi nakumbuka mimi bado mdogo sana. Akatuambia wallahi nilikutana Lailatul Qadr usiku wa kuamkia leo. Na wallahi mpaka sasa hivi mimi najuta majuto makubwa sana. Sikumshika. Akamuuliza ni nini? Akaulizwa na wazee. Akasema ni aina ya mwangaza ambayo mimi sijawahi kuona. Nuru. Lakini wallahi niliponyoka nilikuwa nataka nishike na zaidi. Niliponyoka hivi. Mimi nakumbuka tulipokuwa wadogo tulikuwa tukiambiwa wewe usiku wa Lailatul Qadr ukitoka nyumbani wakati wa magharibi ya maisha yako unakwenda msikitini ukikutana na mtu ambaye ana kichwa kubwa, ujue leo ndio siku yenyewe. Na huyo mtu tumemtafuta mpaka leo tunaanza kuzeeka tunataka tuliwahi kuona. Zote hizi ni mambo ya uongo. Ama kuna wengine wanasema siku hiyo utaona wanyama wanafanya vitu vya ajabu ajabu. Namna iliyotulia maana. Wanasema hutomsikia mbwa akigweka, wala ng'ombe hatolia, wala paka naye utamwona ametulia. Bali kinyaje katika kinywa chake. Hapo tunaambiwa kwamba utaweza kusikia mbwa analia kama ng'ombe, au ng'ombe anagweka kama mbwa, basi pata kujua leo usiku wenyewe usilale, sababu ameona vitu ambavyo ni ya Mungu. Urongo. Umefahamu? Au ukamwona mtu kama ukamwona mfano paka ama kuku pale nyumbani anafanya vitu vya ajabu ajabu. Kuku anapiga masama sote. Na ule kule na nini naye paka anaruka namna hii, miguu miwili, anazunguka na kuja mbele yenu. Basi leo yule ndugu yangu bwana, huyu ameona kitu ambacho hamjawahi kuona. Usilale. Hiyo yote ni urongo. Urongo hakuna kitu kama hicho. Wewe ushawahi kuona? Nani amewahi kuona paka anaruka? Ama chikuku anapichogoa anapiga masama sote. Ushawahi kuona? Hakuna. Vitu ambavyo vinabuniwa ili kuweza kuwahadaa watu. Lakini Lailatul Qadr ni usiku uliotulia wa kipekee. Na usiku wenyewe la haratun wala barida, sio joto wala sio baridi. Hali yake ya anga ni kati na kati. Wewe mwenyewe utaona ile utulivu ambayo inapatikana ndani yake. Lakini miongoni mwa alama tunasema anasema tusbihu shamsu sabihatuha dha'ifatun hamra, alfajiri yake jua itachomoza, inajitoa jua, yani inachomoza jua na mwanga wake ukiwa dhaifu, rangi nyekundu. Katika riwaya nyingine mtume anasema qatasat, ni mfano wa sahani ya chai, namna ilikuwa ramu, lakini rangi yake nyekundu na mwanga wake ni dhaifu, haitomi macho. Unajua katika masiku mengine kama leo zaidi ama kesho alfajiri ukiamka nenda kaangalia jua, mwanga wake ni rangi ya manjano, kama ndugu yetu Dubai ile tisha rangi ya manjano, na mwanga wake ni kali sana, ukiangalia ile itakuchoma. Lakini alfajiri ya Lailatul Qadr mwanga wake ni dhaifu na rangi yake ni nyekundu. Lakini miongoni mwa alama ambazo tunasema aliwahi kutaja, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Abu Sa'id al-Khudri katika Sahih Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema qad uritu hadhihi al-layla thumma unsituha, niliwahi kuonyeshwa hii usiku ni nini, kisha farufi'at, maana yake nikasahulisha. Katika riwaya nyingine Mtume anasema alipotoka nyumbani anakwenda kuwaeleza maswahaba hii usiku ni lini, katika mwezi wa Ramadhani, akawakuta maswahaba wawili wanalumbana, wanapigana, yeye anasema hivi, basi Mtume akasahulisha, akasahau ugomvi wa watu wawili, ikampelekea Mtume kusahau kwamba ile Lailatul Qadr aliyoambiwa ni nini. Lakini hii ambayo inasema kwamba Mtume anaambiwa kwamba anakwenda kuambia maswahaba Lailatul Qadr itakuwa ni lini, ni katika ile mwaka ambayo Mtume alikuwa ndani. Hii ndio wanazuoni wengi wanasema, si kwamba itakuwa ni hivyo kila mwaka. Sio hivyo, usije ukatimia tarehe fulani kama unafanya baadhi ya watu. Ndio unaona wengi wetu sisi hapa tunaamini kwamba Lailatul Qadr ni usiku wa 27. Kuna riwaya nyingi ambazo inasema mara nyingi shawahi kutokea usiku wa 27. Na ndio unaona ukienda msikitini saa 6 za usiku wa 27
27 hauwezi kuona nafasi. Misikiti yote itabidi uswali kwenye matope huko mbali sana, kwa sababu watu wote wanaamini kwamba hii ni usiku wenyewe. Na si kweli ndugu zangu, katika hizi alama ambayo tumezitaja na tutaendelea kuzitaja, mwaka jana Lailatul Qadr ilikuwa usiku wa 21, mwaka juzi Lailatul Qadr ilikuwa usiku wa 25, mwaka unaofuata kabla yake ilikuwa usiku wa 27, lakini miaka miwili kabla ya hapo tukiwa ndani ya itikafu Lailatul Qadr ilikuwa usiku wa 29. Sasa wewe unaswali usiku wa 27 bado. Ndio unaona Waislamu wengi hapa madarasa kushiriki wanajazana msikitini katika usiku wa Lailatul Qadr ya 27 kama Lailatul Qadr, lakini njoo alfajiri msikitini usiku huo utapata safu moja msafu mbili. Maana yake wao washafaulu, hawana haja tena na alfajiri wala nini. Kwanza umejuaje wewe umekubaliwa na umejuaje umeipata? Uliona? Alafu pamoja na usiku wa Lailatul Qadr na kheri yake na thawabu yake na daraja yake, haiwezi kuifikia salati al-fajr. Wewe siku ya kiyama Mungu hawezi kuuliza mbona kuamka usiku wa manane katika Lailatul Qadr. Hawezi kuuliza siku ya kiyama, lakini ukikosa swala moja inaweza kuwa ni sababu ya kwenda kutoka. Kwa sababu ya kuzembea, ukaenda kulala huko tania una dharau. Na ndio unaona hizi ni miongoni mwa alama za mwisho mbaya kwa baadhi ya ndugu zetu. Unajua kuna baadhi ya matendo ambayo Uislamu anapoyafanya, wanasema baadhi ya wanazuoni siku nyingi karibia 12, lakini nitataja 3 kwa haraka. Hizi alama zinampelekea mtu hizi vitendo kama hizi vitendo ambavyo mtu anafanya katika maisha yake yanampelekea mtu kuwa na mwisho mbaya kwa dunia. Mmoja wapo ni kuidharau swala. Unaidharau swala ni alfajiri kila siku inakupita. Alasiri unaswali unakutaka wewe, salati inaisha unafadhilisha kuangalia mpira, kuangalia vitu vingine, kucheza karata na mengineyo haya. Kudharau swala inampelekea mtu kuwa na mwisho mbaya. Zinaitwa alamat su'il khatima. Miongoni mwa mambo ambayo yanampelekea mtu kuwa na mwisho mbaya duniani ni mtu kutowaheshimu wazazi wake. Aqul liwalidayhi, anayewadharau wazazi wake wawili, hawaangalii, hawajali, hawatimizie haja zao, maskini hawakidhii haja zao, anawadharau, hawajulii hali, huyu mtu mwisho wake itakuwa ni mwisho mbaya. Lakini alama ya 3 ambayo tumalizie hapa katika alama ya mwisho mbaya ni mtu ambaye anayewaudhi watu kila wakati. Kila mahali alipo yeye ni kero, kila mahali alipo anawasumbua watu, anawatesa watu, anawasumbua, anawakera, anawaudhi, anawatolea maneno mabaya. Kila mara na popote alipo yeye ni kero. Labda akiwa wewe ni mtu amepewa cheo kazini, basi anawadharau wale wafanyakazi wengine. Akiwa ndio tajiri mwenyewe, basi anawadharau wafanyakazi wake. Na akiwa ni mtu jirani, anaudhi majirani, anaudhi ndugu zake, anaudhi Waislamu wenzake. Hana tabia mtu apate kujua naye mwisho wake utakuwa ni mwisho mbaya. Labda amejirekebisha, ametulia kwa Mola wake, Mwenyezi Mungu Subhanahu atamsamehe na atamuondoa hapa duniani katika hali ya mwisho. Aba Said al-Khudri anasema hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad uritu hadhihi al-layla thumma unsituha, niliwahi kuonyeshwa usiku wa Lailatul Qadr kisha nikasahauishwa. Lakini Mtume anasema wala qad ra'aytuni asjudu fi ma'in mutin, nikajiona karibia na alfajiri ya usiku huu nimesujudu juu ya maji na matope. Mtume swalla bali. Unajua msikiti wa Mtume ilikuwa haina paa, haina mabati, ilikuwa ni makuti, majani, nitawa matawi ya tende. Basi hata mvua ikinyesha inaingia mpaka ndani ya msikiti. Hakuna makapeti haya, watu wanasujudu juu ya mchanga. Basi Aba Said al-Khudri akimwangalia Mtume anaona matope yamejaa kwenye uso wake, akamletea maji Mtume akanawa uso. Wanazuoni wanasema kwa maana nyingine, katika alfajiri ya usiku wa Lailatul Qadr huwa inanyesha mvua hata kama ni manyunyu. Ukiona manyunyu au mvua, hizi zote ni ishara kwamba leo ni usiku wa Lailatul Qadr. Pamoja na kwamba sisi hatuangalii, hatuzingatii, wewe endelea kufanya ibada ndugu zangu. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akubalie. Huo ni miongoni mwa watu walioipata hii siku, na hata ukiondoka hapa duniani unaondoka ile hali ya kuwa ni miongoni mwa watu wa. Labda tutoe picha mfano alafu tufunge kikao.